Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ziko na asili kubwa vile tunapozibeberusha kutoka hapa Mbeya Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Yeyote ambaye anatazama na kuomba na kupembeleza ukaweze kubonyeza alama ya like ili tusonge mbele pamoja. Karibu. Sasa kamenuka katika taifa letu la Tanzania. Marekani yamwendea Judge Echande kwa udanganyifu kupitia ripoti ambayo aliwasilisha kwa Rais Samia Suluhu Hassan na kwa taifa la Tanzania kwa ujumla, jambo ambalo limeweza kusababisha Rais Katili Samia Suluhu Hassan kutoamini Judge Echande vile ameweza kuvamiwa na Marekani kwa kudanganya ulimwengu kupitia ripoti ambayo aliweza kuisoma hadharani. Sasa tunapoenda hewani leo siku ya Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 4, Senate Foreign Relations Committee Chairman, yani nitatafsiri tu kile ambacho wameweza kukiandika. Kamati ya mahusiano katika mataifa ya nje ambayo ni kamati ya seneti kule Marekani wameweza kuenda katika mtandao wao wa kijamii Twitter na kuendea Judge Echande na kumkosoa na kuikataa ripoti ile ambayo aliweza kuiwasilisha. Wameandika hapo, as expected, this commission crossed over violation crackdown and the facts. I support the administration's bilateral review and a call for sustained pressure on Tanzania, including the release of Tundu Lissu waiting out scrutiny with whitewashed report in a flawed strategy. It won't restore credibility, but rather deepens long-term risk and mistrust of the ruling regime. Yani kwa Kiswahili nikijaribu kutafsiri wa Tanzania tukaweze kuelewa sisi wote ni kwamba kamati hiyo ya mahusiano ya nchi za kigeni ya seneti kule Marekani imeweza kusema ya kwamba kama ilivyotarajiwa, tume hii ya Judge Echande imepunguza uzito wa ukweli na kupuuzia udanganyifu na ukandamizaji wa vurugu zilizotokea. Ninaunga mkono hatua ya serikali ya kufanya mapitio ya pande mbili, bilateral review, na ninatoa wito wa kuwepo kwa shinikizo la kudumu dhidi ya Tanzania, ikiwemo kuachiwa kwa Tundu Lissu, kusubiri ukaguzi upite kwa kutumia ripoti iliyopakwa rangi nzuri, sio mkakati mzuri. Hautarejesha uaminifu bali utaongeza hatari za muda mrefu na kuimarisha hali ya kutoaminiana kwa utawala uliopo mamlakani kwa sasa. Yaani Judge Echande ameendewa na Marekani kwa kile ambacho kinasemekana alienda akapaka rangi nzuri ripoti ile, na kupaka kwake rangi hauwezi kurejesha uaminifu bali utaongeza hatari kubwa hapa Tanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hakutakuwa na kuaminiana. Sasa kwa nini Marekani imekosoa na kufutilia mbali ripoti ya Judge Echande? 1. Judge Echande aliweza kukiri mwenyewe kwamba watu 518 ndio waliweza kuaga dunia katika taifa la Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana 2025, na Judge Echande akaendelea kusema ya kwamba watu waliouawa kule Dar es Salaam walikuwa 182, Mwanza walikuwa 90, Mbeya hapa penye ninapopeperushia matangazo waliouawa kulingana na Judge Echande ni 80 na Arusha ni 53. Kwa hivyo ukijumulisha Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha, idadi ya waliouawa inakuja 405.
na ripoti ya Jaji Ichande ilisema 518. Kwa hivyo unaona pengo liko la watu 113, kumaanisha hesabu zao zilikuwa za kupikwa tu. Yaani waliamua kutunga idadi, wakasema 118 ndio waliweza kuaga dunia, lakini Dar es Salaam wakasema ni 182, Mwanza 90, Mbeya 80, Arusha 53. Kwa hivyo ukijumulisha ni 405. Sasa kumaanisha hapo walikosea, ni ukora, walikuwa wanapaka rangi, wanasema kitu ambacho hawaamini. Jaji Chande kisha baadaye akasema watu wote waliouawa, maiti yote kwa ujumla ilikuwa 518. Hapo sawa, lakini akasema maiti zilizotambulika, zile ambazo ziliweza kukabidhiwa wenyewe kuizika, ilikuwa 485, na zile ambazo hazikutambuliwa zilikuwa 9. Kwa hivyo maiti yote 485 ukiongeza 9 zinakuwa 494 badala ya 518 waliouawa, kumaanisha kuna pengo ya maiti 24. Kumaanisha Judge Ichande, ripoti hii yake sio nzuri, ripoti hii yake ni ya ukora, ripoti hii yake ni ya udanganyifu, ripoti hii yake ni ya ukatili, ripoti hii yake ni ya ukandamizaji, ripoti hii yake ni ya kumsafisha Samia Suluhu Hassan, ripoti hii yake ni ya kulipwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ndio maana alikuwa anatoa idadi ambazo haziwezi kuambatana na yale ambayo alikuwa anayaongea yeye mwenyewe. Unajua siku za mwizi ni 40. Sasa wameshikwa hadharani kwamba ripoti hii ambayo waliweza kuitoa sio nzuri. Na unajua nini? Ripoti hii iliweza kuandikwa kwa siku 153. Mara ya kwanza wakapewa siku 90 kuandika ripoti, wakaenda wakaiandika kwa siku 90, kisha baadaye wakaongezwa siku zingine 45, kisha baadaye wakaongezwa 21. So kwa hivyo ukijumulisha ni 153 siku ambazo waliandika ripoti, lakini ikawashinda, wakaanza kufanya guesswork, yaani kuandika kile ambacho hakiwezi kuaminika. Ndio maana Marekani imeweza kuamua kuendea Judge Ichande na kufutilia mbali hii ripoti na kusema hii ripoti ni ya ukora, hii ripoti haiwezi, hata wakipiga rangi, haiwezi kuleta suluhu halisi, ila tu ni kupandisha hatari na makasiriko makubwa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo tunaweza kuripoti kwamba ripoti ya Judge Ichande imepingwa na Marekani, imefutiliwa mbali na mataifa mengine yameona, Umoja wa Mataifa umeona, bunge la Ulaya wameona, wote kwamba kuna ukora ambao unaendelea katika taifa la Tanzania chini ya uongozi aliyejichagua ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kufuatilia mengine, tukiyapata tutarudi ili kuwaeleza. Kufikia hapo nahitimisha taarifa hizi, tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.